Karibu mwanasoka, karibu mdau ambaye muda mwingi zaidi unakuwa na mimi kufuatilia mambo tofauti ambayo yanahusu tu masuala ya kisoka. Mengi yanazungumzwa haswa katika masuala ya kimichezo. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao unatamani kufahamu, je, hiki kimekaa vipi? Hiki kimekaa vipi? Na natamani kujua zaidi hiki, lakini unakuwa unakosa nafasi. Kupitia hapa ndani ya channel yako pendwa ya CWG Digital, tutakuwa tunakupa kila kitu, na muhimu zaidi tunafanya wewe ambaye sasa hivi unatufuatilia uwe update zaidi kupata kile ambacho unakihitaji. Sasa muhimu zaidi, kabla ya yote, hebu subscribe. Najua inaweza kuwa hauja subscribe kwenye YouTube channel yetu, lakini dondoo za kimichezo huwa zinakufikia hapa. Muhimu zaidi, ukisubscribe tunakuwa sisi rahisi zaidi kukupa kile ambacho kila siku unakihitaji kuhusu masuala ya kisoka. Leo tuna story mbili kwa moja. Story ya kwanza ambayo inamhusu mchezaji wa club ya Yanga ambaye maarufu kama Clement Mzize, ambaye sasa hivi unaambiwa mchezaji huyo kuna tetesi za kuhama au kuondoka kwenye klabu hiyo ya Yanga, ambapo inasemekana lakini kwamba anatimkia kule katika nchi ya Ufaransa. Moja ya story ambayo tulisikia na kuinukuu ni kutoka kwa msemaji wa klabu ya Yanga maarufu kama Ali Kamwe. Ali Kamwe alizungumza hii story kwamba tunatutegemea zaidi kwa mwakani kutokumuona mchezaji Clement Mzize ambaye sasa hivi inasemekana amechukuliwa au anaenda kununuliwa kwa bilioni zisizopungua 5. Sasa mchezaji kafikia thamani ya kuuzwa bilioni 5, ni kitu kikubwa zaidi, na hii ni story ambayo imeweza kukonga nyoyo haswa kwa mashabiki wa Yanga, lakini pia vile vile kwa mashabiki wa Clement Mzize. Story nyingine ambayo tukaona si vibaya, tunafahamu klabu ya Yanga jana wameweza kuingia hatua ya fainali. Hii fainali ya Yanga imetengeneza story kubwa sana. Wanakuambia kila mtu kaingia fainali. Sasa kila mtu acheze fainali yake, tuone nani ambaye ataibuka na kombe. Yanga wameweza kucheza mchezo wao wa jana ambapo walikuwa wakicheza na timu ya Zimamoto, mchezo ambao uliweza kumalizika kwa kutoshana nguvu ya goli 1-1, mchezo ambao ulikuwa ni wa aina yake. Mchezo tuliona vitu vingi, wachezaji walionyesha ubunifu na vitu vingi uwanjani. Mchezo uliweza kumalizika lakini magoli kwa 1-1, lakini wakaenda hatua ya penati na klabu ya Yanga waliweza kufanya vizuri zaidi. Tuliona goalkeeper Misheri akidaka penalti 2, akizuia penalti 2, mchezo ambao ukaamua klabu ya Yanga kutoka sasa katika hatua ya nusu fainali kuelekea katika mchezo wao wa fainali. Sasa Yanga wanacheza na nani fainali? Fainali itachezeka siku ya Mei Mosi, ambapo klabu ya Yanga watacheza dhidi ya timu ya JKU. Shuhudia mchezo huu ambapo Yanga wanaenda kucheza fainali yao. Nikukumbushe tu, kwa mwaka jana kombe hili la Mapinduzi klabu ya Simba waliweza kuchukua ubingwa. Je, kwa mwaka huu klabu ya Yanga nao wanaweza kuandika kile ambacho walikiandika wenzao, mahasimu wao, watani wao wa jadi klabu ya Simba? Hii inaitwa CWG Digital. Mimi naitwa Chiwaga. Unaweza kunicheki hapo, utakuwa umetisha sana. Muhimu zaidi kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, like na kucomment, itakuwa umetisha sana.